mliokusanyika hapa, kwanza kabisa niliyesimama mbele yenu ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kafiti William Kafiti na mbunge mwenyeji wa jimbo hili la Ilemela. Awali ya yote, karibuni sana Ilemela. Na ndugu zangu, naomba niwaambie, maendeleo ya jamii ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya taifa letu, na hata ukiangalia dira ya 2050 inahitaji sana watu wa maendeleo ya jamii. Mjipigie makofi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, kwanza kabisa nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa ujemedali wake na kuhakikisha analinda na kuhimiza misingi mikubwa ya maendeleo ya jamii yetu. Kwa hiyo kama taifa tuna mama bora ambaye ni msimamizi mkubwa wa maadili na malezi katika taifa letu. Piga kelele kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sijasikia shangwe, tupige makofi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini nimeendelea kumpongeza tena Mheshimiwa Rais. Idara hii ya maendeleo ya jamii ilikuwa chini ya Wizara ya Afya, na Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wake aliitoa kule na kuileta katika kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ili iweze kujitegemea. Nyinyi ni watu hodari, nyinyi ni watu wa muhimu katika taifa letu. Kama nchi inawategemea kwa kiwango kikubwa, tujipigie makofi. Lakini vile vile nipongeze sana wataalamu wa wizara hii ya ustawi na maendeleo ya jamii. Imeendelea kuwa kichocheo kikubwa cha maadili na uchumi wa nchi yetu. Nimpongeze sana Waziri Dr. Gwajima kwa kuendelea kuisimamia wizara hii na kuhakikisha analeta chachu ya mabadiliko katika uchumi na jamii yetu kwa ujumla. Lakini nimpongeze na Katibu Mkuu ndugu yangu Eliakim Masu. Tunajua ndani ya muda mchache amejiunga na wizara hii, ameweza kufanya mambo makubwa. Tumpigie sana makofi. Lakini vile vile tuendelee kumpigia makofi mengi ndugu yangu Naibu Katibu Mkuu Dr. Mpangi kwa uimara, weledi na uzoefu wake katika kutumikia wizara hii. Ameendelea kufanya vizuri sana, tumpigie makofi. Sasa ndugu zangu, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, nami nichukue nafasi hii kuelezea machache. Kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ndiyo inayosimamia wizara mtambuka, kwa maana wizara ya vijana ambayo iko ofisi ya Rais ndugu yangu Joel. Tunasimamia wizara ya kazi na ajira kwa ndugu yangu Mheshimiwa Waziri Sangu, lakini vile vile tunasimamia wizara ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo wizara hizi tatu ziko chini ya kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii. Kwa hiyo jukumu letu kama kamati ni kuleta ustawi. Na ukiangalia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 8(1) inasema malengo yoyote ya serikali ni ustawi wa wananchi. Nyinyi wataalamu wa maendeleo ya jamii, bila nyinyi ustawi wa nchi hauwezi kuimarika. Hongereni sana. Kwa hiyo wataalamu wa maendeleo ya jamii ndio kiungo kati ya serikali, ndio kiungo kati ya sekta binafsi na jamii. Maana yake ni nini? Tumekuwa tukiongelea dira ya 2050. Dira hii ili tuweze kuifikia, tunahitaji kuwa na wataalamu wenye sifa, tunahitaji kuwa na wataalamu wenye weledi, tunahitaji kuwa na wataalamu watakaolitoa taifa ndani ya miaka hii 25 ijayo, ili lile tabasamu aliloliahidi Mheshimiwa Rais. Mnakumbuka wakati analitumia Bunge tarehe 14 Novemba, alisema anataka kuacha tabasamu kwa wananchi. Tabasamu hili alijengwi na sifa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais peke yake. Inajengwa kwa misingi ya maafisa maendeleo imara. Nyinyi mlioko hapa ndio mtakao tufikisha kwenye dira ya 2050. Tujipigie makofi. Nyinyi ni watu wa thamani sana. Kama wajumbe wa kamati na kwa niaba ya kamati hii tunawategemea sana, na kama nchi inawategemea sana, na ndio maana kamati tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha mambo yoyote ambayo yanahusiana na ustawi na maendeleo ya jamii
kama kamati tutaendelea kusimamia wizara hizi ili tuweze kuleta ustawi ulio bora, ili tuweze kujenga jamii yenye malezi, jamii yenye makuzi yaliyo bora, ili tuwe na taifa imara lenye vijana weledi, lenye watu makini wa kujenga uchumi wa taifa hili. Kwa hiyo nyinyi, naendelea kusema, ni watu wa muhimu sana. Pongezi kubwa sana kwa Wizara ya Maendeleo na Ustawi wa Jamii kwa hatua ambayo mmefikia. Lakini ndugu zangu, naomba nitoe rai moja. Mtakumbuka wakati ninachangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii na vikao vingi vya kamati, tuliweza kutoa mapendekezo mbalimbali, na kama kamati iliazimia mambo yafuatayo: kwamba taaluma hii ni taaluma muhimu, lakini taaluma hii haina sheria, na kama kamati tulielekeza wizara ilete mapendekezo ya kuanzisha sheria itakayotambua wataalamu wa maendeleo ya jamii. Na tunashukuru katika majibu ya Mheshimiwa Waziri, aliweza kuliahidi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba kwa mwaka wa fedha ujao 26/27 italeta mapendekezo ya sheria kutambua unyinyi wataalamu katika jamii hii. Kwa maana tunategemea baadaye tutakuwa na professional body itakayotambua taaluma yenu na kuweza kuheshimika katika jamii. Tujipigie makofi. Tumekuwa tukijiuliza kama kamati na wajumbe wa kamati, tuna professional body nyingi tunazo hapa. Watu wa sheria wana law school, ukiangalia watu wa wahasibu wana bodi yao, ukiangalia mainjinia wana bodi yao, madaktari wana bodi zao. Kwa nini tusiwe na bodi ya wataalamu ya maendeleo ya jamii? Hili kama kamati na kama bunge tutaendelea kulisimamia kuhakikisha tunalianzisha. Lakini ndugu zangu, uanzishaji wa sheria hii ya kutambua wataalamu itakuwa ni chachu kubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Na tuliweza kusema tuna watu wengi ambao hawana ajira, ambao ni wataalamu wa maendeleo ya jamii, na tukasema ni lazima sasa tuhakikishe tutakapopitisha sheria hii, kuna mambo mengi yatakayoambatana hapa. Tutasema sasa kila NGO iliyopo hapa au iliyosajiliwa hapa nchini ni lazima iwe na mtaalamu wa maendeleo ya jamii kuchochea ajira kwa watu wetu. Na hilo kama bunge, kama kamati tutaendelea kulisimamia. Hata ile miradi ya kimkakati kwa maana ya zile strategic project ni lazima ziwe na wataalamu wa maendeleo ya jamii ili kuleta link kati ya yeye mwekezaji pamoja na jamii. Kwa hiyo nyinyi ni lazima tuwatumie, ni lazima tuhakikishe kama serikali, kama kamati tunaandaa mazingira mazuri. Unapo graduate kutoka chuoni uje uwe na sehemu ya kuweza kupata ajira. Kwa hiyo tumetoa mapendekezo haya na ni lazima tuyalinde. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.